Njia za asili, tuna njia ya kwanza ni njia ya kalenda, yani kufuatilia ile kalenda yako. Njia ya pili ni njia ya billing ovulation method. Hii ni njia ya kuangalia ute, unafuatilia ute, unajua tarehe fulani au kipindi fulani ute unaotoka ni huu, maana yake ABC. Ute huu maana yake ABC, so unakuwa unafuatilia. Lakini njia nyingine ya tatu ni njia ya lactation amenorrhea method. Hii ni njia ya ambayo inatokea mara nyingi, yenyewe ni ngumu sisi kuiratibu, lakini mwanamke anaipata au anafaidika na njia hii kipindi anapokuwa ananyonyesha mtoto mfululizo mara baada ya kujifungua. Lakini njia ya nne ya asili ni njia ya withdraw method. Hii inahusisha wakati ule wa tendo, mwanaume anatakiwa withdraw au kuchomoa maungo yake katika via vya uzazi vya mwanamke na kufanyia zoezi lile la kumwaga shahawa nje au mbali na lile eneo. So hizi ni njia nne za asili za uzazi wa mpango. Tutaona moja moja inahusikaje.